Yeye mwenyewe alichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti, tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki. Na kwa kupigwa kwake mwaka wa 2020. Bwana Yesu asifiwe. Tukae katika uwepo wa Bwana wako kwenye utukufu, na sisi hatuna la kujisifu kwamba pengine tumejua kuishi vizuri, tunakula mlo kamili na mambo mengine, ila ni neema ya Mungu imetuwezesha kuwa tulivu. Bwana Yesu asifiwe. Kichwa kinachotuongoza katika somo la leo kinasema Yesu ni mpatanishi. Yesu ni mpatanishi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Huduma ya upatanishi ni huduma ambayo inafanywa katika nafsi mbili ambazo zimegombana, zimetofautiana, kati yao hakuna amani. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma neno la Mungu katika kile kitabu cha Mwanzo, baada ya baba yetu Adamu kuasi, Adamu alikosana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Adamu aliharibu mahusiano yake na Mungu, na Mungu aliachilia laana kwa nyoka, Adamu pamoja na mkewe. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya Adamu kuasi na mkewe akawa naye ameingia kwenye hatia, na nyoka kwa sababu alihusika kuwadanganya, Mungu aliachilia laana, na hii laana ilidhihirisha kwamba Adamu hakuwa na mahusiano tena yale ya mwanzo na Mungu ambaye alimuumba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo baada ya Mungu kuona kwamba amekosana tayari na Adamu, na baada ya kukosana na Adamu, Biblia inasema aliachilia laana ambayo ilihusu kizazi cha Adamu. Bwana Yesu asifiwe. Ambaye ni mimi na wewe. Maana sisi ni kizazi cha Adamu. Kwa hiyo hiyo laana ambayo alimwachilia Adamu ilituhusu na sisi. Hiyo laana ambayo aliacha kwa mwanamke muhusu na mwanamke wale. Bwana Yesu asifiwe. Kusoma katika kile kitabu cha Mathayo sura ya 18 hadi 15. Kitabu cha Mathayo kimeelezea vizuri hasa katika hii huduma ya upatanisho. Bwana Yesu asifiwe. Mathayo sura ya 18 mstari ule wa 15. Kama kuna aliyepata anaweza kusoma. Mwana anaweza kusomea. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linatukumbusha kwamba ndugu yako, jirani yako, mtu unayefanya naye kazi moja, uliye naye karibu, akikukosa unapaswa kumfuata kwa ajili ya kutengeneza mahusiano. Bwana Yesu asifiwe. Na akikupokea umempata nduguyo. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni ishara kwamba Mungu anapenda mapatano. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana
baada ya kuona tayari kumetokea tofauti kati ya yeye na mwanadamu, baada ya kugundua kwamba mahusiano yake na mwanadamu yameharibika, alimtoa mwanawe wa pekee Yesu Kristo ili azaliwe katika mwili na kukomboa ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni ishara, ni tabia ya Mungu kupenda kupatana. Bwana Yesu asifiwe. Ni tabia ya Mungu kupenda amani. Ukiona mtu ambaye hapendi amani, ujue huyo anaongozwa na roho wa Ibilisi. Bwana Yesu asifiwe. Mtu anayependa amani, anayependa kupatana, huyu anaongozwa na roho wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kama tulivyoona kwamba Adam baada ya kumwasi Mungu alitengeneza mahusiano mabaya na Mungu ambaye alimuumba, na hayo mahusiano mabaya yalituathiri na sisi kizazi cha Adam. Sasa hiyo laana ambayo iliachiliwa kwake ikawa inatuhusu na sisi. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma katika kile kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 14, nisome neno la Mungu linasema, Bwana Mungu akamwambia nyoka, kwa sababu umeyafanya hayo, umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote na kuliko hayawani wote walioko mwituni. Kwa tumbo utakwenda na mavumbi utakula siku zote za maisha yako, nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke na kati ya uzao wako na uzao wake. Huo utakuponda kichwa na wewe utaponda kisigino. Akamwambia mwanamke, uzao wako kwa utungu utazaa watoto, na tamaa yako itakuwa kwa mumeo, naye atakutawala. Akamwambia Adamu, kwa kuwa umesikiliza sauti ya mke wako, ukala matunda ya mti ambao nilikuagiza nikisema usiale, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako, kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona baada ya Adamu kulaaniwa, hata mazingira yalipata laana. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana wakati mwingine tunapoona mvua hazinyeshi, tunakimbilia kwa madhabahu kwa toba, kwamba Mungu tumekukosea wapi? Leo ni nini? Tunajua kuna mahusiano makubwa kati ya mahusiano yetu na Mungu na mazingira yanayotuzunguka. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Adamu, Mungu hakuishia tu kulaani Adamu, alimlaani na mazingira yote ambayo anaishi. Na kama tunavyojua, Mungu alivyoumba ulimwengu, aliumba kwa ajili ya mwanadamu. Kwa hiyo basi, mwanadamu alipokosea, akalaani na mazingira ambayo yanamzunguka mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu, kwa sababu ni Mungu mwenye upendo, hakuridhika kuendelea kuwa na mahusiano mabaya na mwanadamu. Jambo ambalo wakati najiandaa ile somo nilikuwa natafakari. Mungu ana kila kitu. Alikuwa na uwezo wa kufuta mwanadamu kabisa, kwa sababu anajitosheleza, lakini hakuona fahari, hakuona raha kuendelea kuwa na mahusiano mabaya na mwanadamu aliyemuumba. Sasa mimi na wewe tuna nini? Hatutaki kupatana na wenzetu. Bwana Yesu asifiwe. Mara nyingine unapoenda kufanya suluhisho, unapoenda kupatanisha, mtu anakuambia mimi siko tayari kusamehe, siko tayari kupatana naye, yeye aishi kivyake na mimi niishi kivyangu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unashangaa Mungu ambaye ana kila kitu angeweza tu kuamua kumfuta mwanadamu kabisa, akatengeneza, kwa sababu ana uwezo wa kutengeneza kama alivyotengeneza, lakini aliona hapana, natamani kupatana na mwanadamu niliyeumba. Bwana Yesu asifiwe. Leo hii tunakaa
tunakaa kwenye vikundi, tunakaa kwenye jumuiya, tunakaa majirani, lakini hatuko tayari kupatana. Na hata watu wengine wanapofanya juhudi kutupatanisha, tunakuwa kikwazo. Bwana Yesu asifiwe. Swali ambalo tunapaswa kujiuliza mimi na wewe, kama Mungu hakuridhika kuwa na mahusiano mabaya na mwanadamu ambaye amemuumba yeye mwenyewe, iweje mimi ambaye ni mtupu, sina chochote hapa duniani, ikifika siku ya kuondoka nitaondoka kama nilivyokuja? Jeuri yangu naipatia wapi? Bwana Yesu asifiwe. Wako watu ambao hawasalimiani ndugu, wamezaliwa kabisa, lakini watu ambao hawaongei mke na mume, nafanya kazi moja katika kampuni moja, lakini hamsalimiani na mmeridhika. Kwani ananisaidia nini? Yaani kuna lugha inayotumika kwamba kwani ananifanya nini? Ananibabaisha nini? Bwana Yesu asifiwe. Bila kujua kwamba mahusiano yako na mtu anayekuzunguka yana baraka kubwa mbele za Mungu, na Mungu ametuumba kwa ajili ya kupatana. Mungu ametuumba ili tuishi kwa amani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tusome katika kile kitabu cha Mathayo sura ile ya 18 mstari ule wa 19. Kitabu cha Mathayo sura ile ya 18 mstari wa 19. Kama kuna mbali pata naweza kusoma. Naomba nitangulie kusoma kwa ajili ya muda. Mathayo sura ya 18 mstari wa 19. Neno la Mungu linasema, tena nawaambia ya kwamba wawili wenu watakapopatana duniani katika jambo lolote watakaloliomba, watafanyiwa na Baba yenu aliye mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Naomba kurudia. Tena nawaambia ya kwamba wawili wenu watakapopatana duniani katika jambo lolote watakaloliomba, watafanyiwa na Baba yangu aliye mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Haya ni maneno ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kipindi hichi tunapokumbuka mateso ya Bwana Yesu, neno hili linatukumbusha kwamba wakati mwingine tumezuia majibu ya maswali yetu kwa sababu tumeshindwa kupatana. Kuna mahali pengine tumezuia majibu ya maswali yetu kwenye jumuiya, kwenye kikundi, kwenye familia kwa sababu tumeshindwa kupatana. Bwana Yesu asifiwe. Mke na mume wameshindwa kupatana, na ndio maana wamezuia. Maana neno la Mungu linasema mkipatana wawili tu, hajasema watatu wala wanne, wawili tu, mkipatana kwa jambo lolote Mungu atalifanya. Kwa hiyo basi, kumbe majibu ya maombi yetu yana mahusiano ya ukaribu na namna ambavyo tunapatana sisi kwa sisi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati mwingine kwa maksudi tumezuia majibu ya Mungu kwetu kwa sababu tumeamua kuwa na kiburi, tumeamua kuwa na jeuri, hatuhitaji kupatana, tumejitosheleza. Bwana Yesu asifiwe. Tunahisi tumekamilika. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunashindwa kutambua kwamba tunahitaji neema ya Mungu kuishi. Neno la Mungu linasema uhai wetu umefichwa mikononi mwake. Bwana Yesu asifiwe. Leo hii tumesikia tangazo la dada Rehema Nzameni ambaye sasa ni marehemu. Huyu dada alinistaajabisha sana. Alikuwa na imani ya tofauti. Nilijifunza kitu kikubwa sana kutoka kwake, kwa sababu pamoja na changamoto zote ambazo alikuwa anapitia, ukimtembelea, yaani wakati wewe unaumia, yeye ndo anakutia moyo. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa na imani ya tofauti, lakini pia
kabla umauti haujampata alikuwa ameandaa sadaka ya shukrani kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Manake alijua kwamba anamtegemea Mungu kwa kila kitu. Lakini tunamshukuru Mungu kwa sababu amesema tumshukuru kwa kila jambo. Pamoja na haya yaliyotokea, lakini tuna imani kwa moyo aliokuwa nayo yule dada ameenda kupumzika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Alitamani kushiriki ibada kama wao wanakushiriki hapa, lakini hayupo tena. Mimi na wewe, hii ni neema tu Mungu ametupa ya kuishi. Tusijisahau. Ni lazima tuishi anavyotaka yeye, sio au Chaga au pale au kabila lolote lile ukuchagua. Ni Mungu amekuweka hapo kwa kusudi maalum, na amekuweka duniani uishi kwa utaratibu anaotaka yeye, sio kwa utaratibu unaotaka wewe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ninapokuja swala la upatanisho, Mungu anatamani upatane na yeye. Unapoasi, unapotenda dhambi na kufanya mambo yasiyofaa kinyume na neno la Mungu, unatengeneza uadui, na hakuna njia nyingine inayoweza kukupatanisha wewe na Mungu isipokuwa kwa njia ya Yesu Kristo. Ni mpango ambao aliweka Mungu mwenyewe aliyeumba dunia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni utaratibu ambao Mungu mwenyewe alichagua. Hauna nafasi ya kuchagua option nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana hata wale wana Israeli walipokuwa wakitaabika kule jangwani, wakaumwa na nyoka, Musa aliambiwa atengeneze nyoka wa shaba. Akaambiwa wale watakaokuwa tayari kutazama huyu nyoka wa shaba watapona, ila wale ambao watakataa wataumwa na nyoka yule, wataangamia. Bwana Yesu asifiwe. Hili ni amri, hili ni agizo ambalo alitoa Mungu mwenyewe. Hakutoa demokrasia kama unaweza ukachagua. Bwana Yesu asifiwe. Lakini leo hii pamoja na Mungu kutupa mpatanishi ili tupatane na yeye, wako watu ambao wamemkataa huyo mpatanishi. Ni mara ngapi kuna mtu amejitokeza kutaka kukupatanisha wewe na ndugu yako na mumeo na mkeo, lakini haujawa tayari. Bwana Yesu asifiwe. Ni mara ngapi? Ni mara ngapi mtu anataka kukupatanisha wewe na mfanyakazi mwenzako kwenye kampuni, lakini haujawa tayari. Umeweka vikwazo vigumu, umeleta masharti ambayo hayatekelezeki. Bwana Yesu asifiwe. Mahali fulani nilikuwa nampatanisha mtu, baada ya kuonana na pande zote mbili, yule mmoja akanipa masharti ambayo hayatekelezeki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mimi na wewe tumeitwa kupatana na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Na ndio maana kipindi hicho ambacho tunakumbuka mateso ya Yesu aliyopitia msalabani, haya mateso ambayo alipitia Yesu ni kwa sababu ya mimi na wewe tupatane na Mungu aliyeumba misingi ya dunia. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya Adamu kuasi, baada ya Adamu kutenda dhambi, dunia nzima ili lazima utubu kutoka moyoni na kumwambia Mungu, nimekukosea na siko tayari kufanya yale ambayo yananikosesha na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo huyu Yesu ameletwa kwa ajili ya kumpatanisha mwanadamu na Mungu, lakini pia ameletwa kwa ajili ya kumpatanisha mwanadamu mmoja na mwanadamu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuwa yeye ndiye mpatanishi mkuu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi amefanya kitu gani. Na ndio maana Petro aliuliza, ndugu yangu alikosema la ngapi? Alikuwa anatafuta limit ya kutoa msamaha.
haijalishi amefanya kitu kigumu kiasi gani, lakini tunaitwa kusamehe, tunaitwa kusahau, kwa sababu ni kwa faida yetu pia. Bwana Yesu asifiwe. Kukosa kuwasamehe wengine kunasababisha magonjwa ya moyo. Bwana Yesu asifiwe. Kukosa kuwasamehe wengine pia kunasababisha msongo wa mawazo. Bwana Yesu asifiwe. Na haya yote yanaleta matatizo ya magonjwa. Kuna magonjwa ya mifupa yanatokana tu na kutokusamehe. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuona ugonjwa wa mgongo. Yesu Kristo ambaye yuko tayari kukupatanisha wewe na ndugu yako, wewe na jirani yako, wewe na mume wako, wewe na mke wako, ili muishi kwa amani, kwa sababu Mungu anapenda amani. Lakini jambo lingine ambalo ni muhimu ni kwamba Mungu hakulazimishi kupatana na ndugu yako. Bwana Yesu asifiwe. Mungu amekupa uhuru wa kuamua. Ndio maana hata unapoenda kuwapatanisha watu, kama mmoja wapo hayuko tayari kupatana, uweze kufanikiwa kwenye hilo zoezi. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka kila nafsi iwe tayari kupatana na wenzake. Kwa hiyo Mungu na yeye hakulazimishi kupatana na yeye, isipokuwa amekuonyesha madhara ya kutokupatana naye. Bwana Yesu asifiwe. Madhara ya mahusiano yako na Mungu yanapokuwa mabaya, ni nini ambacho kinaweza kukutokea? Bwana Yesu asifiwe. Tusome katika kile kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 4 mstari ule wa 20. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 4 mstari ule wa 20. Neno la Mungu linasema, mtu akisema nampenda Mungu naye anamchukia ndugu yake ni mwongo, kwa maana asiyempenda ndugu yake ambaye amemwona hawezi kumpenda Mungu ambaye hakumwona. Bwana Yesu asifiwe. Leo Mungu anatuambia kwamba usema unampenda Mungu halafu bado unatamani kuwa adui na ndugu yako, wewe ni mwongo. Bwana Yesu asifiwe. Yaani sisi tukijua kwamba una mahusiano mabaya na mtu wako wa karibu, halafu unatuambia unampenda Mungu, yaani moyoni tunasema huyu mwongo. Bwana Yesu asifiwe. Mbona ametaka kupatanisha na ndugu yake akakataa? Mwongo. Biblia inasema hawezi kusema kwamba unampenda Mungu ambaye umuone. Mungu ni roho, haonekani kwa jinsi ya mwili. Huyu mwanadamu unamuona katika macho ya nyama, umekataa kupatanishwa naye, umpendi. Tunawezaje kusema unampenda Mungu ambaye wala humuoni? Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwamba mtu wa namna hiyo ni mwongo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni Biblia inasema, sio mimi. Mathayo sura ya 5 mstari ule wa 9. Mathayo sura ile ya 5 mstari wa 9. Mathayo, Injili ya Mathayo mtakatifu sura ile ya 5. Nasema heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Kinyume chake, wale ambao hawapendi kuwapatanisha watu ni wachochezi, ni wambea, ni wanafi. Hao ni wana wa Ibilisi. Bwana Yesu asifiwe. Biblia imesema heri wapatanishi. Mara ngapi umetamani mtu mmoja na mtu mwingine wapatane? Au je,
wewe ndio umekuwa kikwazo cha kupatana kwao. Kwanza umekuwa unapeleka maneno ya uzushi, unatengeneza maneno ili waendelee kusigana, waendelee kuwa na uadui. Hii ni roho ya Ibilisi, sio roho ya Mungu, kwa sababu tabia ya Mungu ni tabia ya kupenda kupatana. Ndio amesema tuwe na umoja. Hatuwezi kuwa na umoja kama hatupatani. Hatuwezi kuwa na umoja wa kifamilia kama tuna makando kando. Hatuwezi kuwa na umoja kwenye jumuiya kama hatupatani. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ametuitia kupatana, na ndio maana akamtoa Yesu Kristo ili afe msalabani kwa ajili yetu, kwanza kwa kutupatanisha sisi na yeye, lakini pia kwa ajili ya kupatanisha na wale ambao wamegeuka kuwa maadui zake. Bwana Yesu asifiwe. Soma kwenye neno la Mungu katika kitabu cha Warumi sura ya 12. Anasema adui yako akiwa na njaa mpe chakula, akiwa na kiu mnyweshe. Bwana Yesu asifiwe. Maana tumeitwa hata kuwapenda wale ambao wamekuwa maadui zetu. Hatuwezi kupatana nao isipokuwa tumewatendea mema. Bwana Yesu asifiwe. Ni mara ngapi umekuwa sababu ya kupatana kwa mwingine? Je, wewe umekuwa ndio mchochezi unayeleta mfarakano kwenye kundi, kwenye jumuiya, kwenye familia? Unapiga simu huku na huku, unatengeneza maneno ya uchonganishi. Bwana Yesu asifiwe. Kama uko hapa, hiyo ni roho ya shetani, wala sio ya Mungu, kwa kuwa Mungu anapenda kupatana. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana hakuangalia uwezo wake, nguvu zake, mamlaka aliyonayo na vitu alivyonayo, hakuangalia. Ili akasema hapana, mimi nataka kupatana na mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana akamtoa Yesu Kristo ili atufie msalabani. Kipindi hichi hatupaswi kuigiza tu. Tunapoendelea kukumbuka mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo, tunapaswa kumaanisha kutoka moyoni. Ni kipindi cha kupatana na jamaa wanaotuzunguka. Bwana Yesu asifiwe. Kabla Pasaka haijafika, ni kipindi cha kupatana na ndugu ambaye mmejeruhiana, ndugu ambaye mlitofautiana. Bwana Yesu asifiwe. Swala la kutofautiana ni swala la kawaida kabisa, wala halimaanishi kwamba wewe ni mdhambi sana. Tuna itikadi tofauti tofauti. Tumezaliwa, kila mtu ana hulka yake, kila mtu ana mapuuzi yake. Tunaweza kutofautiana, lakini baada ya kutofautiana tumeendelea kutamani kuishi katika kutofautiana. Hiyo ndio swala la msingi. Tunaweza kutofautiana, ni vitu vya kawaida. Sisi ni binadamu ambaye tumekuwa katika mazingira tofauti tofauti. Kuna vitu ambavyo ninawaza ni vizuri, kwako unaona sio vizuri. Kwa hiyo kuna wakati lazima tutofautiane, lakini issue ni kwamba baada ya kutofautiana umetamani kuendelea kuishi hivyo au umetafuta suluhu. Bwana Yesu asifiwe. Kama Yesu Kristo aliletwa kwa ajili ya kutupatanisha, kwa ajili ya kutupatanisha na Mungu, lakini kwa ajili ya kutupatanisha wewe na jirani yako, wewe na jamaa zako, ndugu zako, kwa nini wewe unaendelea kuwa na vitu moyoni? Kwa nini unaendelea kuwa na kinyongo? Bwana Yesu asifiwe. Haujui siku ya kulala kwako, hiyo kesho ndio utaiona, utaishia leo. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni kanuni ya maisha kwa kila mwanadamu. Haijulikani ni mwaka gani, lakini kuna siku kesho utaiona, utaishia leo. Haijalishi utaishia saa 12 jioni, saa 2 asubuhi, saa 4, saa 10, saa 9 alasiri, haijalishi, lakini utaishia hiyo siku, kesho utaiona. Bwana Yesu asifiwe. Mimi na wewe ni lazima kila wakati tujikague nafsi zetu. Je, mahusiano yetu na Mungu yakoje? Mahusiano yetu na watu wanaotuzunguka, watu wanatusemaje? Mbona umekuwa kwazo kwenye mtaa huo? Mbona umekuwa kwazo kwenye hicho kikundi? Mbona umekuwa kwazo kwenye hiyo kampuni? Unahitaji kupatana na watu, unahitaji kuishi kwa amani na watu
acha visasi, achia hiyo vitu. Inawezekana kuna mambo magumu alikufanyia, ni kweli, lakini Mungu ndiye anayelipa kisasi, sio wewe, na wewe huwezi kulipa kisasi sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ndiye anayeweza kulipa kisasi. Bwana Yesu asifiwe. Tusome katika kile kitabu cha Mathayo sura ya 10 mstari wa 34. Kitabu cha Mathayo sura ya 10 mstari wa 34. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema, msidhani ya kuwa nimekuja kuleta amani duniani. La, sikuja kuleta amani, bali upanga. Kwa maana nalikuja kumfitini mtu na babaye na mamaye na mkwe mtu na adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake. Bwana Yesu asifiwe. Apendaye baba na mama kuliko mimi hanistahili, wala apendaye mwana na binti kuliko mimi hanistahili, wala mtu asiyechukua msalaba wake akanifuata hanistahili. Mwenye kuiona nafsi yake ataipoteza, naye mwenye kuipoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona. Bwana Yesu asifiwe. Hapa inazungumzwa katika changamoto ambazo unapitia, yamkini kwa sababu ya imani uliyo nayo. Umekuwa adui na ndugu yako, umekuwa adui na jamaa wanaokuzunguka, lakini bado Yesu anasema kwamba pamoja na huo uadui ambao umetengenezwa kwa sababu ya imani uliyo nao, bado anaagiza tuwe na amani. Bwana Yesu asifiwe. Yaani yeye mwenyewe anatangaza, anasema kwa hili nililolileta watu watapingana, watu watasigana kwa sababu ya mitazamo ya kiimani, watu watakaa katika hali ya mbali na kufarakana. Lakini wewe ambao unamwamini Yesu Kristo, umeambiwa unapaswa kutafuta amani pale penye machafuko. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana mahali pengine amesema kwamba utakapokuwa na sadaka yako ukiipeleka madhabahuni, kama una ndugu ambaye hamjaelewana, acha sadaka kwanza ukapatana na ndugu yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake ukiitoa ile sadaka bila kupatana na ndugu yako kwanza, ile sadaka tunaipokea, tutainunulia simenti, tutajengea, tutafanyia kila kitu cha maendeleo ya kanisa, lakini haijapokelewa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Tumepokea kama mchango, tutakusifia, tutakutangaza, lakini Mungu haitambui. Kwa nini? Unatoa sadaka lakini hutaki amani na watu. Unatoa sadaka lakini hutaki amani na ndugu yako. Unatoa sadaka lakini umegombana na mkeo, pia umegombana na mumeo. Bwana Yesu asifiwe. Hii sadaka haikubaliki, isipokuwa sisi kama binadamu tutaipokea. Bwana Yesu asifiwe. Na tutakusifu. Bwana Yesu asifiwe. Tutakupongeza. Lakini kwa Mungu hii sadaka inaambiwa haipati kibali, kama vile sadaka ya Kaini ilivyokataliwa na sadaka yako itakataliwa. Ndio maana yake. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo, Kaini na Abili wote walitoa sadaka. Hatuambii kwamba katika zile sadaka Kaini aliondoka nazo na kurudi nyumbani. Haipo hiyo. Sisi zote madhabahuni, lakini kuna ambaye ilikubaliwa na ambaye ilipokelewa. Ya Abili ilipokelewa, ya Kaini ilikataliwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo inawezekana umetoa kwenye hicho kiasi ulichotoa, ni kweli umekileta madhabahuni, lakini kwa sababu ya mahusiano yako mabaya na ndugu yako na jamaa yako na jirani yako, ile sadaka umeleta tu kama mchango, lakini haisi sadaka tena. Bwana Yesu asifiwe. Si sadaka ambayo Mungu ameikubali. Bwana Yesu asifiwe. Tusome katika kitabu cha Korinto wa kwanza sura ya 7 mstari wa 15. Mungu anataka tupatane. Mungu anapenda tuishi kwa amani. Mungu hapendi vinyongo na visasi. Ishi katika maisha ya amani na watu wote. Bwana Yesu asifiwe. Usibague kabila,
wala dhambi. Watu wote unapaswa kuwapenda. Wakorintho wa kwanza sura ile ya 7 mstari ule wa 15. Natangulia kusoma kwa mstari wa kwanza. Neno la Mungu linasema, lakini yule asiyeamini Bwana Yesu asifiwe. Wakorintho wa kwanza sura ile ya 7 mstari wa 15. Lakini yule asiyeamini akiondoka na aondoke, hapo huyo ndugu mume na ndugu mke hafunguki, lakini Mungu ametuita katika amani. Bwana Yesu asifiwe. Nataka ukaanze kushika mstari wa mwisho. Anasema lakini Mungu ametuita katika amani. Mambo ya migogoro sio Mungu aliyoyaita hayo. Mungu amekuita kanisani kwa ajili ya amani. Anataka upate amani, uishi kwa furaha. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nataka nikwambie ndugu, jambo la msingi kwamba huwezi kuwa na amani kwa kutenda mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Hauwezi kuwa na amani kwa kutenda mabaya. Maana yake amani haiwezi kuwa fungu lako kwa kumwasi Mungu na kufanya mambo yasiyofaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama wewe unataka amani ya kweli, jifunze kutenda mema. Kama wewe unataka amani ya kweli katika moyo wako, tengeneza mahusiano yako na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Soma katika kitabu cha Isaya, tutamalizia hapo. Kitabu cha Isaya sura ya 48. Kitabu cha Isaya sura ya 48 mstari wa 22. Isaya sura ya 48 mstari wa 22. Neno la Mungu linasema, hapana amani kwa wabaya, asema Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Hapana amani kwa wabaya. Kwa tafsiri nyingine, ukiona mtu anaishi maisha yote hana amani, kuna shida. Biblia inasema hapana amani kwa wabaya. Yaani wewe ndio unayefanya visa, lakini wale wanaofanyia visa wana amani, wewe huna amani. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana umefanya mambo mengi ya dhuluma kwa kujifurahisha nafsi yako, lakini nataka nikwambie huna amani. Unajitahidi na kuvaa vizuri na kujipamba unavyojua. Umejaribu kununua kila lotion unayojua. Umejaribu kupiga na kila perfume, lakini hado amani. Umejaribu kujitahidi kula vizuri, kuingia gharama ili ujifurahishe nafsi yako, lakini hauna amani kwa sababu unatenda mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema hakuna amani kwa wabaya. Usitegemee utapata amani kwa kuwadhulumu watu. Usitegemee utapata amani kwa kuwachonganisha wengine. Usitegemee utapata amani kwa kuvuruga watu. Amani inakuja pale ambapo utakuwa tayari kufanya yaliyo mema. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema heri wapatanishi, hawa wataitwa wana wa Mungu. Uwe na tabia ya kuwapatanisha wengine. Uwe na tabia ya kuwa na amani na watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Utakapofanya haya, amani yako itakaa. Bwana Yesu asifiwe. Utakuwa na furaha, kwa sababu kazi ya amani ni kuleta furaha, ni kuleta uchangamfu wa moyo. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine stress zinatutesa kwa sababu ndani yetu hatuna amani, na kwa sababu tumemkataa Bwana mtoa amani, tumekataa kupata masharti yake, tunaendelea kutaabika. Bwana Yesu asifiwe. Mimi na wewe tumeitwa kupatana na Mungu, na ndipo tutakapokuwa na amani.
kuwa ndio lengo la Mungu mwanadamu. Ni maisha ambayo Mungu anatamani mwanadamu aishi hapa duniani kwa kupatana na wengine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tumshukuru Mungu. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, Baba na jina la Yesu, tuna kila sababu ya kukushukuru kwa ajili ya kutuletea mpatanishi ambaye ni Yesu Kristo. Kipindi hicho ambacho tunakumbuka mateso yake pale msalabani, utupe neema ya kutambua kuishi kwa amani. Tuwe tayari kupokea upatanisho huu, tupatane sisi na ndugu. Tunachoomba kwako wewe Mungu, ukaondoe tofauti zozote ambazo zimekuwa zikitawala kati ya sisi na jamaa zetu, sisi na watu ambao wamekuwa wakituzunguka. Yamkini imekuwa ni changamoto kubwa kwa jinsi ya kibinadamu, tumeshindwa. Lakini Mungu, tunaomba ile damu ya Yesu iliyomwagika msalabani kwa ajili ya upatanisho ikatupatanisha na sisi, amani yake ikapata kutawala, nasi tuendelee kufurahia utukufu wako. Tunaomba yote kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Mungu abariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamshukuru Mungu wa mbinguni jinsi alivyotumia mtumishi wake